kuna wakati mwingine unaweza ukafanya toba kwa ajili yako na ukafanya toba kwa ajili ya watu wengine. Amtaki tena. Kitabu cha Daniel sura ya 9 na ule mstari wa 20. Hallelujah. Biblia inasema Danieli 9 mstari wa 20, Biblia inasema ndio, basi hapo nilipokuwa nikiomba na kuomba, ndio, na kuungama dhambi yangu. Nikiungama dhambi ya nani? Yangu. Sauti kanisa, yangu, ndio, na dhambi ya watu wangu Israeli. Hakuishia tu kwenye dhambi yake, akaenda na dhambi ya watu wake Israeli. Maana kuna wakati tunaungama kwa ajili ya dhambi zetu na tunaungama kwa ajili ya dhambi za watu wetu. Unaweza kuwa na mwanamke, umekuja kanisani, umeokoka, unanena kwa lugha, umejazwa Roho Mtakatifu, lakini hujui njia za mume wako, na mume wako akiliharibu huko, ile laana inaweza kuipiga nyumba yote ya kwako. Amtaki tena. Amen. Amtaki tena. Amen. Kwani Yoabu alipomuua Abneri, dhambi ilishia kwake? Ilipiga yeye na nyumba yake yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu wa Mungu hapa. Kwani mke wa Ahabu alipomuua nani? Nabos, na kulichukua shamba, ile dhambi ilishia kwake? Ilipiga na nani? Tumeelewana watu wa Mungu? Ilipiga mpaka na watoto na mume na kila mtu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa kuna wakati mwingine, jifunze kuungama kwa ajili ya dhambi yako. Jifunze kuungama kwa ajili ya dhambi ya watoto wako. Hamjanisikia? Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu sura ya 1, Biblia inasema watoto wa Ayubu walipokuwa wakifanya sherehe, Ayubu usogeza sadaka ya rehema na kusema, Mungu, yamkini uko katika kufanya sherehe wamekutenda dhambi. Wewe una watoto wanavuta bangi na toba utaki. Wewe una watoto wanakuvuta madawa hivi na toba utaki. Amen. Una watoto wakubwa wa kike na wa kiume, utaki toba. Tubu kwa ajili yako, tubu kwa ajili ya watu wako. Naona kama nimewauzi vile. Naona mnaniangalia kwa hasira. Haleluya. Tubu kwa ajili yako, tubu kwa ajili ya mume wako, tubu kwa ajili ya mke wako, tubu kwa ajili ya watoto wako, tubu kwa ajili ya wajukuu wako. Haleluya. Haleluya. Kwa tunapozungumzia toba, usijiangalie tu peke yako. Daniel anasema nikatubu kwa ajili yangu, nikatubu kwa ajili ya watu wangu, na akamalizia akasema nikatubu kwa ajili ya nani? Au umepoteza ule mstari? Hapana. Nikatubu kwa ajili ya mlima mtakatifu, nikaomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu. Kwa ajili ya mlima mtakatifu, manake hakuishia tukutubu kwa ajili ya familia, alitubu mpaka kwa ajili ya watu wa kanisa. Naongea na watu wa Mungu hapa. Amen. Yani anaomba hata kwa ajili ya watu walio kanisani, kwa sababu kuna watu hapa kanisani mkichemka kanisa lote linatikisika. Amtaki. Amen. Nasema hivi, kuna dhambi mtu anaweza kuitenda akaliingiza kanisa kwenye changamoto. Akani alifanya dhambi iliyoligharimu kanisa la Jangwani kuingia kwenye changamoto. Joshua akaingia kwenye toba, ndio Mungu akamwambia mmetenda dhambi. Joshua anasema mbona Mungu hatujatenda? Mmetenda. Ndio Mungu akasema iweke nyumba zote hapa. Mungu akapita nyumba hadi nyumba mpaka kuikuta nyumba ya Akani. Tumeelewana watu wa Mungu? Lakini Mungu aliadhibu taifa zima kwa sababu ya nani? Amtaki tena. Kwani walipotangaza mfungo, Mfalme Sauli akatangaza mfungo, watu wafunge siku hiyo, wasile kitu. Alafu Yonathani akalikuta sega la asali, akachovya kwa ncha ya fimbo yake, akalamba wakati waliambiwa wafunge. Alipigwa Jonathan, alipigwa taifa. Hamtaki tena. Mbona kama sauti zimenyongonyea? Au unajua ninaelekea wapi?
Unajua naelekea wapi? Wamekubaliana wafunge, alafu kuna mtu hapa katikati ya mfungo akachochola, akaenda kulamba nini? Mungu akalipiga taifa na sio mtu. Kwa tunapoingia kwenye maombi kama ya mfungo, kuna watu wengine hamfungagi. Kwa nini hatupigi? Kwa sababu tunajifunza kuomba toba hata kwa ajili ya wale ambao hawatatimiza agano. Naona kama nimewauzi hapa. Kwa tujifunze kuwa na maisha ya toba. Toba kwa ajili yako, toba kwa ajili ya nini? Ya watu wako, toba hata kwa ajili ya kanisa. Haleluya. Kwani tunapozungumza hizi Christmas kuna watu wengine hapa hamjajivuruga huko? Mbona kama mmepooza sauti? Kuna wengine hapa mlienda huko kwenye masikukuu mkadondoka na taskalaga, mwingine mkanywa mbege. Ukija hapa tunaona umependeza, si hatujui. Amen. Lakini ulipoenda kule mgombani wewe ikazunguka namna ikaja kwako, na ukaizungusha ukaipuliza. Haleluya. Kwa tunajifunza kuomba toba hata kwa ajili ya nini? Ya mlima mtakatifu wa Mungu. Na simaanishi tu hata waumini, hata wachungaji wanaweza kujichanganya. Kwa tujifunze kuwa tunaomba toba kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya familia na kwa ajili yako. Sema tena amen. Amen. Naomba niongezee dakika 5 hapa nimalizie. Toba inakufanya kuwa mtu anayependwa na Mungu. Kwenye Biblia fuatilia, watu wote wanaopendwa na Mungu ni watu wa toba. Danieli kwenye sura ya 9 ukisoma kuanzia mstari wa 2 na kuendelea mpaka mstari wa 20 alikuwa anaomba toba. Amen. Sasa teremka pale chini, malaika wa Bwana anamwambiaje? Anapomtokea malaika Gabriel anamtokea Daniel kuanzia mstari wa 21 pale kuendelea chini. Daniel ameomba toba. 21 Biblia inasema, ndio. Naam. Nalipokuwa nikinena, ndio, katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi, hapo mwanzo akirushwa upesi, ndio, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, ndio, akaniagiza, akiongea nami, akasema, Danieli. Sikia maneno, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari. Maana wewe unapendwa sana. Hajasikia mtu mmoja. Mrudie tena, maana unafanya nini? Maana wewe unapendwa sana. Ongeza sauti yako, sema ninapendwa sana. Ninapendwa sana. Haupendwi kwa sababu wewe ni mzuri, unapendwa kwa sababu una moyo wa toba. Naongea na watu wa Mungu hapa. Amen. Anasema Danieli, wewe, maana wewe unapendwa sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume, ni kuongeze Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 22. Haleluya. Haupendwi tu kwa sababu eti unanena kwa lugha kule, unapendwa kwa sababu una moyo wa toba. Mungu anathamini moyo wa toba. Huyu Daudi nazungumza habari zake, wapendwa. Siku moja alilala na mke wa Uria, na baada ya kulala na mke wa Uria akamuua mume wake. Amen. Alipomuua mume wake, Mungu akamtuma nabii. Huyu nabii akamwambia, nenda kwa nani? Nenda kwa nani? Kwa Daudi. Akampa fumbo moja, akamwambia, Bwana, kuna mtu mmoja katika nchi hii ana kondoo 100. Amen. Ana kondoo ngapi? 100. Alafu kuna mtu katika nchi hii ana kondoo 1, analala naye, anakula naye. Alafu huyu mwenye kondoo 100 akajua na mgeni.
Akaenda kukamata yule mwenye kondoo mmoja, kondoo wake, akamchinja, akamla. Mfalme akauliza, mtu huyo yuko katika nchi hii? Kwa sababu anataka kujua mtu mwenye roho ya ukatili kiasi, ana kondoo 100, anachukua mwenzake mmoja, yupo, hastahili kuishi, yupo katika nchi hii. Anategemea nabii amwambie, bwana yupo, anakaa mtaa fulani, tume askari wakamkamate. Nabii akamwambia, mtu huyo ni wewe. Una wake wengi, lakini bado wakachukua mke wa mwenzako na kumuua mume wake. Amen. 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 Haleluya. Sasa nikuulize swali moja. Unajua nyinyi watu mnaweza msielewe kitu. Kumshushia nabii ujumbe, yani kumshushia mfalme ujumbe wa namna hiyo. Huyu nabii alikuwa amejitoa mwanga, amejifunga bomu. Wafalme walikuwa wanaogopewa enzi zile. Huyu Yohana Mbatizaji tu mwenyewe alienda kutoa unabii kwa Farao, kwa Herode. Wote tunafahamu kilichompata. Alifanya nini? Alikatwa kichwa. Sasa huyu jamaa ameenda kwa ujasiri kwa mfalme. Lakini angalia mfalme alichokifanya. Mfalme akapomoka chini, akatubu kwa Mungu, akasema, Bwana, nimekutenda nini? Dhambi. Mtu mwenye moyo wa toba. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 22. Biblia nasema nao walipokwisha kumwondoa huyu, akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayependeza moyo wangu. Mungu anasema, nimemwona Daudi mtoto wa Yese, mtu anayependeza moyo wangu. Toba itakufanya kuwa mtu wa moyo wa Mungu. Amen. Nasema toba itakufanya kuwa mtu wa moyo wa Mungu. Amen. Ninataka unitie moyo, itikia amen ya nguvu. Amen. Itikia amen ya nguvu. Inua mkono, sema toba itanifanya kuwa mtu wa moyo wa Mungu. Kuwa mtu wa moyo wa Mungu. Inaongea na watu wa Mungu kanisa. Kwa toba sio ushamba. Toba sio kujidhalilisha. Toba ni kuyajenga mahusiano na Mungu ambayo Mungu atakuona wewe ni wa thamani kwenye moyo wake. Mfuatilie Musa, heshima yake ni toba. Muangalie Daudi, heshima yake ni toba. Toba, nimalizia mwisho. Toba inaondoa roho ya mauti. Haleluya. Haleluya. Toba inaondoa roho ya nini? Ya mauti. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Samueli wa pili 24:17-19. Muda umeshaisha. Nimebakisha kipengele kimoja, nitamalizia ibada ya pili. Amen. Toba inaondoa roho ya mauti. Kuna wakati dhambi huleta mauti katikati ya maisha. Huleta mauti katika uchumi, huleta mauti katika familia, huleta mauti, huleta laana ya mauti. Kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Soma Samueli wa pili 24 17-19. 17 mpaka 19. Biblia nasema Daudi alipomwona malaika. Sasa hapa Daudi ametenda dhambi. Aliwahesabu wana wa Israeli. Na baada ya kuhesabu wana wa Israeli, Mungu sasa hasira yake imewaka. Na Mungu ameachilia roho ya mauti. Inapita kwa mfano wa ugonjwa unaitwa tauni. Ndio. Alipomwona malaika aliyowapiga watu, akanena na Bwana akasema, tazama, ni mimi niliyekosa, ni mimi niliyepotoka. Lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu. Siku hiyo. Umemaliza mstari wa 19. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimbilie